tanzu za fasihi andishi. Ya kwanza, tamthilia. Tamthilia. Ya pili, riwaya. Riwaya. Ya tatu, hadithi fupi. Ya nne, ushairi. Tano, tutaweza kuangalia kwa nini ushairi huenda ukajikuta katika utanzu wa fasihi andishi na pia upo katika utanzu wa fasihi simulizi. Tutaweza kuangalia baadaye. Na novela. Hizi ni baadhi ya tanzu za fasihi andishi. Kwa hivyo, kwenye video hii nitakuwa nazungumzia utanzu wa tamthilia. Nitazungumzia utanzu wa tamthilia. Mbona nimeanza na utanzu huu? Utanzu huu ndio utanzu ambao mimi kama mwalimu huwa naona kwamba ndio ambao umebeba fasihi. Maanake utapata kwamba huweza kufanyiwa kwenye jukwaa, alafu ya kwamba ina maelekezo ya jinsi ambavyo wahusika wanavyofanya, na pia kama unapata kwamba ni sanaa. Okay? Unapata kwamba maanake kuna uigizaji katika huu utanzu. Kwa hivyo nimeanza na tamthilia maanake tukiweza kuzungumzia kuhusu tamthilia, mwanafunzi anaweza kupata kuitambua fasihi kwa njia nyingine ambayo ataweza kuiona njia nyepesi, kwa njia nyepesi ya zaidi. Kwa hivyo tutaweza kuangalia tamthilia. Na tunapoangalia neno tamthilia, kwenye neno tamthilia, kwenye neno hilo tamthilia tunapata neno kutoka kwenye neno tamthilia. 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 Tunapata neno mithili. Neno tamthilia limejengwa kutokana na neno mithili, ambalo msingi wake kuiga au uigaji. Yaani unaiga matendo ya wahusika fulani. Yaani hivyo basi tamthilia
Hivyo basi matendo ya wahusika, humadhilisha watu. Humadhilisha watu. Kumbuka tunaangalia tamthilia. Kwa hivyo tunaona kwamba neno mithili ni msingi wa kuiga au uigaji. Kwa hivyo tunapoisoma hii tamthilia yetu ama zile tamthilia ambazo tutaweza kuziangalia, tutapata kwamba wahusika waliomo kwenye kitabu wanaiga matendo ya wahusika au wanamadhilisha. Kumadhilisha ni wanaiga, ya kwamba kama mhusika ana matendo mabaya, mwenye ako kwa kitabu hatutamtaja huyo mtu kwa jina lake, ila ataweza kufanya tabia, na ndio tunasema kumadhilisha, yaani kuiga tabia au matendo ya mhusika fulani. Na ndio maana inaitwa nini? Tamthilia. Ndio maana inaitwa tamthilia. Maana yake unaiga matendo ya wahusika fulani. Tunaelewana? Pia tunapata ya kwamba tunapata kuwa wale ambao wanaiga hizi tabia, wametoka katika hiyo jamii. Wale ambao wanaiga hizi tabia wametoka katika jamii fulani, na msingi wao huundwa kwenye hilo jamii. Tuone vipi? Msingi wake ni uigaji wa matendo halisi katika jamii. Msingi wake ni uigaji wa matendo halisi katika hiyo jamii ambayo tamthilia yenyewe imebunia. Tutaweza kuangalia neno lingine ambalo ni neno tam kutoka tamthilia. Tam ni igizo. Ni igizo la kifasihi lililokusudiwa kutendwa
jukwani, jukwani, ila husomwa, ila husomwa bila kuigizwa, bila kuigizwa, na hivyo ikaitwa nini? Tamthilia. Na hivyo ikaweza kupata jina la tamthilia. Tamthilia. Na hivyo ikapata jina la tamthilia. Natumai umeweza kupata kwa nini riwaya ama kitabu ambacho kina wahusika ambao wana michezo pale huitwa riwaya. Huitwa tamthilia, samahani, si riwaya. Tutaweza kuangalia riwaya. Haya, tuende kwa sifa za tamthilia. Sifa za tamthilia. Tuangalie sifa za tamthilia. Tumeona kwamba lazima iwe na wahusika. Kwa hivyo basi, sifa ya kwanza ni kwamba huwa na wahusika, ambao hujenga ploti, kupitia vitendo, na kauli zao. Hawa wahusika ambao tunawataja hapa kwenye tamthilia tumeona kama ni mchezo uliomo kwenye jukwani. Kwa hivyo ploti ni ule mfululizo wa mawazo katika fasihi andishi. Kwa hivyo pale kupitia vitendo zao na kauli utapata kwamba mhusika ataweza kuijenga huo mfululizo wa mawazo kwenye jukwaa kupitia matendo na zile kauli ambazo ako nazo. Sifa nyingine ni kwamba tamthilia muundo wake hujumuisha sehemu na onyesho. Tutaweza kuangalia jinsi ambavyo tamthilia huundwa. Tamthilia huundwa kwa sehemu na onyesho. Unaweza kupata kwamba tamthilia nyingi, hivyo vitabu, utaweza kupata kwamba ina sehemu 3, lakini ndani mwa sehemu kuna onyesho. Sehemu ya kwanza, onyesho la kwanza, onyesho la pili, onyesho la 3, onyesho la 4. Tutaweza kujua tofauti kati ya sehemu na onyesho. Lakini hizi tu ni sifa za tamthilia.
Ndani mwa kitabu hiki cha tamthilia utapata ya kwamba majina ya wahusika, majina ya wahusika huandikwa upande wa kushoto. Nayo maneno upande wa kulia. Tutaweza kuangalia kwa kupitia mifano ya tamthilia. Baada ya hili ni kwamba tamthilia yetu huwa na maelekezo ya jukwani. Kwa jukwani. Sana sana maelekezo haya kwa jukwani huwa katika mabano na italiki. Huwa yamechapishwa kwa mabano na italiki. Maneno hayo pale huwa yanaashiria maelekezo ya jukwani. Kwa mfano unaweza pata umeambiwa kwamba mfano kama baba ameita bintiye. Kwa mfano tunaweza mpatia jina la Mzuri huku akicheka. Kwa hiyo pale huku akicheka ni maelekezo kwa jukwani. Sifa nyingine ni kwamba huwa na dhamira na maudhui. Tuliweza kuangalia dhamira ni nini, na dhamira ni mbona mwandishi aliweza kuandika kile kitabu. Na pia maudhui tuliona ni mambo yale ambayo yanajitokeza, kwa mfano dawa za kulevya, mapenzi, uongozi mbaya. Na haya yote yanaweza kutokea jukwani kwa kupitia wahusika wanapoweza kuandika yale matendo ya hawa wahusika wanaopatikana katika jamii. Tuende katika sifa hiyo nyingine. Hutumia lugha ya kidrama. Ishara na taashiria. Lugha ya kidrama, being dramatic on stage and using your hands, you can use your facial, unaweza tingisha kichwa, unaweza tumia viungo vyako vya mikono, vya miguu na kadhalika. Pia tamthilia, kumbuka kwamba kuna pale ambapo huo mchezo uliweza kufanyikia. Kwa hivyo pale utapata kwamba hueleza umuhimu
wa mandhari. Kueleza umuhimu wa mandhari. Kueleza umuhimu wa mandhari, na mandhari pia huwa ni mazingira. Mandhari pia tunasema ni mazingira. Mandhari pia ni mazingira. Hivyo basi tumeona kwamba tumeangalia sifa za tamthilia. Ya mwisho ni umuhimu wa tamthilia. Umuhimu wa tamthilia. Kumbuka ya kwamba umuhimu ambao tulizungumzia pale awali, kumbuka ya kwamba umuhimu wote katika fasihi andishi na katika fasihi simulizi huwa sawa, ambao ni kuelimisha, kuburudisha, kuonya na kushauri, kututazamisha, kutazamisha kuhusiana nini? Kuhusiana na jamii. Haya ni maneno mawili, utenganishe. Kuhusiana na jamii. Kwa hivyo tunapata kwamba umuhimu wa tamthilia pia huweza kutumika pale ambapo utaweza kutumia maneno ambayo huweza kuelimisha, maudhui ambayo yanaburudisha, na pia maudhui ambayo yanaonya na kushauri. Kwa hivyo italingana na jinsi ambavyo tamthilia inavyojitokeza. Sasa ningetaka tuangalie mifano ya tamthilia. Mifano ya tamthilia. Tunayo mifano mbalimbali. Kwanza, Kifo Kisimani. Hiyo tulifanya wakati ya enzi zetu, lakini hivi majuzi katika wanafunzi wa JSS Junior Secondary wanafanya Wema Hauozi. Wema Hauozi. Na wale waliomo katika senior school kwenye mfumo wa 844 wanafanya Bembea ya Maisha. Kwa hivyo wale ambao wanaenda katika grade ya 10 katika shule ya upili, tunapata kwamba walifanya Wema Hauozi katika junior secondary. Sasa hizi wakienda katika senior, utapata kwamba watapata kitabu kingine ambacho bado hakijatokea, lakini kikitokea nitawajulisha na tutaweza kukisoma hapa tu kwenye kwenye Mwalimu Victor TV. Hivyo basi katika video yangu inayofuata nitaweza kuangalia Wema Hauozi na nitautanguliza. Kwa hivyo tafadhali endelea kujumuika nami katika Mwalimu Victor TV, na uweze pia unipe maswali pale kwenye comment section. Nitaweza kukujulia, na pia unaweza niuliza swali lolote na nitaweza kukupa majibu. Asante.